Hali gani ndugu mtazamaji, ni matumaini yangu ukiwa mzima wa afya. Leo ikiwa ni Agosti 4 siku ya Jumanne asubuhi, tutaangazia habari kubwa zopewa kipaumbele kwenye magazeti nchini Tanzania, kukuangazia kurasa za mbele na kurasa za nyuma za michezo na burudani. Leo tunaanza kuliangazia gazeti lako la Mwananchi linaanza na habari kubwa inayosema magumu wanayopitia wadhamini wa mkopaji, lakini safari ya dira 2050, Rais Samia ataka sekta binafsi iwe bunifu. Safari ya dira 2050, Rais Samia ataka sekta binafsi iwe bunifu. Asisitiza serikali kuendelea kuboresha sheria na sera kuvutwa zaidi wawekezaji. Lakini TPSF yataka mifumo imara, sekta binafsi iwe kipaumbele. Lakini Chadema yaja na masharti ya maridhiano. Na safari ya mama aliyepambania uhai wake ICU kwa siku 339. Lakini sukari ya dimika Zanzibar yauzwa kwa kificho shilingi 5,000 kwa kilo. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Mwananchi kwenye kurasa za mbele. Lakini tukiachana gazeti lako la Mwananchi kwenye kurasa za mbele, tuangazie kwenye gazeti lako la Nipashe Mwanga wa Jamii. Linaanza na habari inayosema ucheleweshaji wa malipo serikalini unavyogharimu wazabuni na mamalishe. Lakini swala la twiga wayeyuka kimya wabaki 38 tu. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Nipashe. Na Rais Samia afichua ugumu wa Tanzania kukopesheka. Ahadi za viongozi zinatolewa kwa kishindo za geuka hewa. Lakini bodaboda tishio Zanzibar yaja na ubongo hauna spare. Bodaboda tishio Zanzibar yaja na ubongo hauna spare. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa wa mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Na tukiangazia kwenye gazeti lako la Rada asubuhi ya leo linaandika utabiri wa Januari Makamba umetimia. Sakata la dhahabu Same, vigogo wapoteana. CCM kwenye mtego mpya. Lakini KK kwa fukuta waumini wasali nje ya kanisa. KK kwa fukuta waumini wasali nje ya kanisa. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Rada kwenye kurasa za mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukiangazia kwenye gazeti lako la Jamhuri lenye linaandika luku sasa yatumika kukopesha majiko. Lakini kwa nini wa Morocco watorokea Hispania? Hiyo ni habari ya kimataifa, inasema kwa nini wa Morocco watorokea Hispania. Na jeshi la polisi la wamani tena, mikutano ya rudi, maswali ya ibuka. Lakini Rais Samia fungua hospitali ya Nyerere, ataka Afrika ijitegemee. Asante Rais Samia kwa kusimamia katiba mpya. Lakini miundombinu, viwanja na michezo ilindwe. Njama kuiangusha serikali zilizoishia angani. Njama za kuiangusha serikali zilizoishia angani. Habari inaendelea ukurasa wa 10 ndani ya gazeti lako la Jamhuri. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukiangazia kwenye gazeti lako la Habari Leo lenye linaandika wanakwaya waliokufa ajali ya mabasi Dodoma watajwa. Lakini ushirikiano wa Tanzania Msumbiji kimkakati zaidi. Na Rais Samia amani mtaji dira 2050, ahimiza kufunga mkanda uzalendo kuaminiana. Lakini Tanzania yang'ara uwekezaji mitaji Afrika. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Habari Leo. Na uraibu wa pombe unavyoua mamilioni. Hiyo ni habari pia inapatikana kwenye gazeti lako la Habari Leo, inasema uraibu wa pombe unavyoua mamilioni. Lakini Taifa Leo gazeti lako linaandika Azimio yalenga Gachagua. Azimio yalenga Gachagua na Tuju azidiwa na masaibu. Na Gaguchia atetewa na upinzani. Huyo ni Kaguchia atetewa na upinzani. Lakini bima ya afya kwa watalii yaipingwa mahakamani. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Taifa Leo kwenye kurasa za mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini gazeti lako la Biashara Leo lenye linaandika tume ya umwagiliaji yatangaza neema kwa wakulima. Na RIJK yajivunia mbegu bora masoko ya uhakika. Na ziara ya Rais Samia nchini Urusi yavutia wawekezaji.
Ziara ya Rais Samia nchini Urusi yavutia wawekezaji na madiwani na viongozi Njombe waipongeza WMA kwa kuwapa mafunzo ya vipimo. Lakini mkuu wa mkoa Anthony Mtaka aitaka WMA isiwaonee wafanyabiashara. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Biashara Leo ukurasa wa mbele. Na gazeti lako la Mtanzania leo linaandika makamu wa rais aipongeza TADB kwa kuwainua wajasiriamali, ni kwa kuwakopesha wakulima, wavuvi na wafugaji. Wakulima wa alizeti Mawese waeleza TADB inavyowakomboa. Lakini mwekezaji wa Urusi aja na mbegu za kisasa, mkulima kuvuna maradufu. Na madiwani na viongozi Njombe waonolewa WMA kuhusu vipimo. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Tanzania Leo kwenye kurasa za mbele. Lakini gazeti lako Raia Mzalendo lenye asubuhi ya leo linaandika wizara ya hamasisha matumizi ya gesi ya CNG, na wawekezaji Urusi anja na mbegu za kisasa, wakulima kuvuna maradufu. Lakini wachakata mafuta ya mawese waipongeza TADB, au ni wachakata mafuta ya mawese waipongeza TADB na wawezeshwa kununua teknolojia mpya ya kisasa, inachakata mafuta mengi kwa mfumo wa kisasa. Makamu wa rais aipongeza kwa kuwezesha wajasiriamali. Lakini madiwani viongozi Njombe wanolewa na WMA kuhusu vipimo. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako Raia Mzalendo kwenye kurasa za mbele. Lakini gazeti lako la Wananchi Huru linaandika Dr. Nchimbi aipongeza TADB kuwakomboa wajasiriamali. Lakini DCA yateketeza hekari 3117 za bangi Lindi, au ni DCAA yateketeza hekari 3117 za bangi huko Lindi. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwananchi Huru kwenye kurasa za mbele. Na gazeti lako la Machinga sauti ya wanyonge lenye linaanza na habari inayosema Ndejembi wadau wajadili usalama upatikanaji mafuta nchini. Lakini DCA yateketeza hekari 3117 za bangi Lindi na 12 wakamatwa. Dr. Nchimbi asisitiza uadilifu sekta ya ushirika. Lakini Rais Samia, amani msingi na uwekezaji nchini. Serikali yazindua miradi 30 ya umwagiliaji, vijana 4000 kunufaika na ajira. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Wamachinga sauti ya wanyonge kwenye kurasa za mbele. Lakini gazeti lako la Mwanahabari, gazeti bora kabisa, linaandika Rais Samia, bila amani dira 2050 haitekelezeki. Lakini bandari ya uvuvi Kilwa Masoko ni fursa ya ajira kwa vijana. Huyo ni Sangu asema. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwanahabari, gazeti bora kabisa kwenye kurasa za mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Na tukichana kurasa za mbele za magazeti mbalimbali nchini Tanzania, tuangazie kwenye kurasa za michezo na burudani. Tunaanza kuliangazia gazeti lako la Mwanahabari lenye linaandika Simba bado kwa fukuta. Hilo ni gazeti lako la Mwanahabari linaandika Simba bado kwa fukuta. Lakini Kakolanya ajiunga na polisi Tanzania. Huyo ni Beno Kakolanya ajiunga na polisi Tanzania. Saidi Ndemla atua Kagera Sugar. Huyo ni Saidi Ndemla atua Kagera Sugar. Lakini Habibu Kondo kocha mpya Bandari. Habibu Kondo kocha mpya Bandari na Molin kocha mpya Mombasa City. Huyo ni Molin kocha wa zamani wa Yanga katua Mombasa City. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwanahabari, gazeti bora kwenye kurasa za michezo. Lakini Wamachinga gazeti lako lenyewe linaandika Baka Mwamnyeto waongeza miwili tena Yanga. Baka Mwamnyeto ongeza miwili tena Yanga. Lakini Thabiti apongezwa kurudisha heshima mpira wa kikapu. Huyo ni Hashim Thabiti apongezwa kurudisha heshima ya mpira wa kikapu. Na Novatus Dismas Mirosh aanza kuwasha moto. Huyo ni Novatus aanza kuwasha moto. Lakini Sergio Poku anatafuta timu na Tepsi Evans aibukia Dodoma Jiji. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Machinga kwenye kurasa za michezo. Lakini kwenye gazeti lako la Habari Leo lenyewe kwenye michezo linaandika Shalulile ndani uzinduzi wiki wa wananchi. Lakini Tanzania yakosa medali ya boresha rekodi ya madola. Mangungu Magori wavutana. Twiga Stars yaitaka robo fainali wa AFCON 2026. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Habari Leo kwenye kurasa za michezo. Lakini kwenye gazeti lako la Nipashe Mwanga wa Jamii linaandika kwenye michezo Twiga Stars karata muhimu. Magori, mimi na Mangungu hatugombei kitu. Huyo ni Magori asema yeye na Mangungu hawagombei kitu.
Lakini chanzo wachezaji wa kigeni kufeli Bongo. Chanzo wachezaji wa kigeni kufeli Bongo. Lakini kwenye gazeti lako la Mwanaspoti lenyewe linaandika kuna tatizo huku Mangungu, huku ni magoli viongozi wavutana, Edo atoa hisia zake, suluhu ni hii. Lakini maswali sita tata kuibiwa ngao ya jamii. Maswali sita tata kuibiwa ngao ya Yanga. Lakini kimataifa, Infantino aweka mtukati FIFA. Huyo ni Infantino awekwa mtukati FIFA. Hiyo ni habari pia inapatikana kwenye gazeti la Mwanaspoti kwenye kurasa za mbele. Lakini Msomali wa kombe la dunia apewa Sekafa. Huyo ni Msomali wa kombe la dunia apewa Sekafa. Hiyo ni habari pia inapatikana kwenye gazeti lako la Mwanaspoti. Lakini habari kubwa kabisa kwenye gazeti la Mwanaspoti ni kuna tatizo, huku ni Mangungu na huku ni magoli. Habari inaandika kuna tatizo. Gazeti lako la Mwanaspoti kwenye kurasa za michezo ndio linatufungia usomaji wa magazeti kwa asubuhi ya leo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Asanteni kwa utazamaji mwema na kwaherini, asubuhi njema.